Jambo na karibu katika taarifa yetu ya habari za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka 2026. Ikiwa itakuwa ni mara ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha unajiabone na comment vile vile una partager. Tunakukaribisha katika taarifa yetu ya habari ili upate kujua nini kinachoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vile vile pembe zote za dunia. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, karibu katika taarifa yetu ya habari za mchana. Karibu. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali usalama endelea kuzorota katika wilaya Lubero mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kufuatia taarifa za kuonekana tena kwa wapiganaji au waasi wa ADF katika sekta ya Baperi. Tukio hili limezua hofu kwa miongoni mwa wananchi na kusababisha mamia wakazi kuanza kukimbia makazi yao kutafuta maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Kwa mujibu wa rais wa asasi za kiraia katika sekta ya Baperi, Kasereka Bageni Samiele, wapiganaji hao wameonekana katika maeneo yanayozunguka kijiji cha Maikengu kilichopo katika grupenti ya Bapakombe. Taarifa hizo zimewaogopesha wakazi wa vijiji vya Kambau, Pawanza na maeneo mengine ya karibu ambayo wameanza kuondoka kwa wingi wakihofia kushambuliwa. Harakati za wakazi kuhama zilianza tangu siku ya Jumapili iliyopita. Wengi wameelekea katika maeneo ya njia panda, huku wengine wakikimbilia mji wa Butembo wakiamini kuwa kule kuna usalama zaidi. Wimbi hilo jipya la wakimbizi linaongeza changamoto za kibinadamu katika maeneo ambalo tayari limeathiriwa na migogoro ya muda mrefu. Akizungumza kuhusu hali hiyo, Kasereka Kageni Samuel ameonyesha masikitiko yake kwa kile alichokitaja kuwa ni ukosefu wa hatua za haraka za kuimarisha usalama licha ya tahadhari ambazo viongozi wa jamii wamekuwa wametoa hapo awali. Wamesema kuwa kuna umuhimu wa kuongeza ulinzi na kuweka vikosi vya usalama katika hali ya tahadhari ili kuzuia mashambulizi mapya dhidi ya raia. Viongozi huyo ametoa wito kwa viongozi wa kisiasa hususan wabunge wa kitaifa kutekeleza wajibu wao wa kusimamia serikali na kushinikiza kuchukua hatua za haraka dhidi ya tishio la waasi wa ADF. Amesisitiza kuwa maisha ya wananchi yanapaswa kuwa kipaumbele na kwamba viongozi hawawezi kubaki kimya wakati raia wakiendelea kupoteza maisha na kulazimika kukimbia makazi yao. Kwa sasa hali ya kibinadamu inaendelea kuwa mbaya kutokana na ongezeko la watu waliokimbia makazi yao. Wananchi waendelea kusubiri hatua madhubuti kutoka kwa mamlaka za hali ya kuzingirwa pamoja na serikali kuu, wakitarajia kuimarishwa kwa operation za usalama ili kuzuia kusambaa zaidi kwa tishio la waasi wa ADF katika wilaya Lubero. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kuhusu mapigano makubwa katika eneo hilo, lakini hofu inaendelea kutawala huku wakazi wengi wakihitaji ulinzi na msaada wa kibinadamu. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako shirika la madaktari wasio na mipaka Medecins Sans Frontieres MSF limetoa tahadhari kuhusu kuendelea kwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika hilo linasema ugonjwa huo unaendelea kuenea kwa kasi na hadi sasa haujaonyesha dalili za kupungua. Kwa mujibu wa taarifa ya MSF, karibu kila siku kuna wagonjwa wapya wanaoshukiwa kuwa na Ebola katika maeneo mbalimbali, yakiwemo maeneo ambayo hapo awali yalikuwa sehemu ya mnyororo wa maambukizi yaliyokuwa yamebainishwa na wataalamu wa afya. Hali hiyo inaashiria kuwa virusi vinaendelea kusambaa katika jamii na kuongeza hatari ya kuenea zaidi ikiwa hatua za haraka hazitachukuliwa. MSF imeeleza kuwa ili kuzuia ongezeko la vifo na kudhibiti mlipuko huo wa ugonjwa, juhudi za kukabiliana na Ebola zinapaswa kuimarishwa kwa haraka kuliko kasi ambayo ugonjwa huo unaenea. Shirika hilo linaonya kuwa kuchelewa kuchukua hatua kunaweza kusababisha maambukizi zaidi na kuongeza mzigo kwa vituo vya afya pamoja na jamii zinazoathirika. Katika mapambano dhidi ya Ebola, hatua muhimu zinazosisitizwa ni pamoja na kuwagundua wagonjwa wa mapema, kuwafuatilia watu waliokutana nao, kuimarisha huduma za matibabu, kutoa chanjo kwa makundi yaliyo katika hatari na kuendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu njia za kujikinga na ugonjwa huo wa Ebola. Wataalamu wa afya pia wanatoa wito kwa wananchi kushirikiana na timu za afya kwa kuripoti mapema watu ambao wanaonekana kuwa na dalili zinazofanana na ugonjwa huu wa Ebola ili kuepuka kugusana mili ya marehemu bila tahadhari za kiafya, pamoja na kuzingatia usafi wa mikono
na maelekezo yanayotolewa na mamlaka za afya. Mlipuko wa Ebola umekuwa ukisababisha hatari kubwa katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako changamoto za usalama na migogoro ya silaha yamekuwa yakikwamisha shughuli za wahudumu wa afya na juhudi za kudhibiti maambukizi. Kwa sasa MSF pamoja na mamlaka za afya zinaendelea kusisitiza umuhimu wa kuongeza kasi ya hatua ya dharura ili kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo na kuokoa maisha ya wananchi kabla hali haijawa mbaya zaidi. Habari za leo zinatoka katika jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali inaonyesha taswira mbili tofauti. Wakati mapigano yanaendelea katika maeneo ya milima ya juu na ya kati ya wilaya Fizi na Uvira, Mwenga na Fizi, shughuli za maendeleo nazo zinaendelea katika mji wa Uvira. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, milio ya risasi na mapigano kati ya makundi yenye silaha na vikosi vya usalama bado vinaendelea kusikika katika maeneo ya Uvira, Mwenga na Fizi. Hali hiyo inaendelea kuwalazimu baadhi ya wakazi kukimbia makazi yao wakihofia usalama wao, huko shughuli za kijamii na kiuchumi zikiathirika katika maeneo yaliyo karibu na mapigano. Licha ya changamoto hizo za kiusalama, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kutekeleza miradi ya maendeleo. Miongoni mwa miradi hiyo ni ujenzi wa barabara ya taifa namba 5 maarufu kama route numero 5 unaoendelea katika mji wa Uvira kwa ufadhili wa serikali ya taifa. Barabara hiyo ni muhimu kwa uchumi wa eneo hilo, kwani inaunganisha Uvira na maeneo mengine ya Kivu Kusini pamoja na kurahisisha usafirishaji wa bidhaa muhimu. Wananchi wengi wanaamini kuwa kukamilika kwa mradi huo kutachangia kuboresha biashara, mawasiliano na usafiri licha ya mazingira ya vita yanayoendelea katika maeneo ya jirani. Wachambuzi wanasema hali hii inaonyesha kwamba pamoja na changamoto za usalama zinazoletwa na vita vinavyohusishwa waasi wa M23 na makundi mengine yenye silaha, serikali inaendelea kuwekeza katika miundombinu ili kuimarisha maendeleo na kutoa matumaini kwa wananchi. Hata hivyo, wakazi wa maeneo yaliyoathiriwa na mapigano wanaendelea kutoa wito kwa kurejeshwa kwa amani ya kudumu, wakisisitiza kuwa maendeleo ya kweli hayawezi kupatikana bila usalama wa raia na kusitishwa kwa vita. Kwa sasa, wakati mashine zikiendelea kujenga barabara ya route numero 5 mjini Uvira, milio ya silaha bado inaendelea kusikika katika maeneo ya milima ya Uvira na Mwenga na Fizi, hali inayodhihirisha changamoto zinazolikabili eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo ndio ilikuwa ripoti yetu ya habari kutoka katika mkoa wa Kivu Kusini katika mji wa Uvira. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako asasi za kiraia ya Kongo inayojulikana kwa kifupi kama MSCO limetoa tahadhari kuhusu kuzorota kwa hali ya usafiri katika ziwa ya Kivu na kuitaka serikali pamoja na mamlaka zinazosimamia usafiri wa majini kuchukua hatua za haraka ili kuzuia ajali za majini na kulinda maisha ya wasafiri. Tahadhari hiyo inahusu hasa eneo la Kale katika mkoa wa Kivu Kusini, ambako mawimbi makubwa yameripotiwa kuongezeka katika siku za hivi karibuni. Hali hiyo imefanya safari za kutumia maboti na vyombo vingine vya majini kuwa hatari zaidi kuliko kawaida. Kwa mujibu wa safari inakashesha Joseph, mkaguzi wa MSCO, mawimbi makubwa yanayolikumba ziwa Kivu yameongeza hatari ya kuzama kwa maboti, jambo linalowatia hofu wananchi wanaotegemea ziwa hilo kwa usafiri wa kila siku, biashara na shughuli nyingine za kiuchumi. Amesema kuwa usafiri wa majini katika ziwa Kivu ni muhimu kwa maelfu ya wakazi wa Kale na maeneo ya jirani, lakini bila hatua madhubuti za usalama, maisha ya abiria yanaweza kuwa katika hatari kubwa. Kutokana na hali hiyo, ametoa wito kwa mamlaka husika kuhakikisha kuwa vyombo vinavyofanya safari vinafuata kanuni za usalama, vina vifaa vya uokoaji kama vile makoti ya kuokoa maisha, na kwamba safari zinasimamishwa pale ambako hali ya hewa ni mbaya. MSCO pia imewahimiza wasafiri kwa uangalifu wanapopanga kuvuka ziwa, kufuata maelekezo ya mamlaka za usafiri wa majini na kuepuka kupanda boti zinazobeba abiria kupita kiwango kilichoruhusiwa au kuondoka wakati wimbi ni kubwa. Tahadhari hii inakuja wakati ambako maeneo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamekuwa yakishuhudia ajali kadhaa za majini katika miaka hivi karibuni. Nyingi zinasababishwa na hali mbaya ya hewa kupitia mizigo au abiria kupita kiasi pamoja na kutozingatia masharti ya usalama.
Wananchi sasa wanasubiri hatua za haraka kutoka kwa mamlaka za usafiri wa majini ili kuimarisha usalama katika ziwa ya Kivu na kuzuia kutokea kwa maafa ambayo yanaweza kugharimu maisha ya watu. Baada ya kusikiliza matangazo yetu kutoka sehemu mbalimbali, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi achana kuingia moja kwa moja na habari za kimataifa ili upate kujua nini kinachoendelea huko pembe zote za dunia. Karibu. Naam, nikirejea kwako Bwana Rahbi, hii bodi ya amani iliyoanzishwa na Rais wa Marekani Donald Trump yenye lengo la kuvimaliza vita vya Gaza, unafikiri itafanikiwa kabisa katika lengo lake hilo, hasa ikizingatiwa kwamba Israel imekuwa ikisema kwamba vipengee kadhaa vya mpango huo haviakisi msimamo wa Israel? Shida kubwa ambayo huwa inatokea kwenye haya makubaliano mara nyingi ni makubaliano ya mtego, jinsi yanavyowekwa. Ukitazama asili ya makubaliano ya vifungu 20 ambavyo viliwasilishwa na Marekani akisema kuwa ilikuwa ni mpango wake baada ya ziara ya waziri mkuu kule Marekani siku moja kutoka kuhutubia mkutano wa UNGA 80, akisema kuwa ataendelea na vita, lakini siku moja alikutana na Donald Trump. Trump akasema tumewasilisha vifungu 20 ambavyo vitamaliza mgogoro, na Israeli wakasema kuwa tunakubaliana na vifungu vyote 20 bila kupunguza chochote. Hata pale Hamas walivyosema kuwa tunataka tupitie kifungu kimoja kimoja, Israeli ilisema kuwa marekebisho yoyote ya kifungu chochote yatatafsiriwa kama kuyakataa makubaliano. Maana yake unapata jibu la wazi kuwa makubaliano haya yaliandikwa kutoka Tel Aviv na yakapitishwa kutokea Marekani. Sasa makubaliano haya mengi yalikuwa ni mtego ambao kuwa Israeli waliamini upande wa pili utakuwa ni vigumu kuyatekeleza. Lakini kadri muda ambavyo umekwenda, ule mtego mara nyingi inaonekana ndio wanasa zaidi Israeli, kwa sababu unawasikia Hamas wakisema kuwa sisi tuko tayari kutekeleza hili, lakini katika kutekeleza hili unaona kuwa kuna utekelezaji wa awali. Nadhani ilileta utata hata ya makubaliano yaliyopelekwa kwenye Baraza la Usalama. Nchi kama China na Urusi zilitishia kuwa zingetumia turufu kuyazuia, licha ya kuwa ukisoma kifungu kimoja baada ya kimoja kwenye makubaliano ya vifungu 20 utaona kuwa ni zaidi ya 80% au 85 ya makubaliano yamempa zaidi Israeli, lakini ile ndogo tu inaobaki wa Palestina ni mwiba mkubwa sana kwa Israeli. Sasa Hamas, kama alivyosema mwenzangu Bandio hapa, kuwa Hamas wao wanakubaliana kuwa tutaweka silaha chini baada ya Israeli kuthibitisha ukamilifu wa vifungu. Nadhani ukitaka kuangalia haya makubaliano na jinsi yanavyokwenda, nenda katazame makubaliano ya vifungu 14 vya Marekani vilivyovurugika na Irani. Ni mtego wa awali ambao unakulazimisha kwanza wewe ambaye hatukuamini ujisalimishe. Sasa ukishajisalimisha wewe, sisi tunatekeleza mwisho. Ukitazama haya makubaliano utaona kuwa uwekaji wa silaha wa Hamas umewekwa kwenye vifungu vya chini, lakini mwanzo kuna utekelezaji wa mambo mengi kadhaa ambayo Israeli anapaswa kwanza ayatekeleze. Sasa utekelezaji wa haya ndio utaakisi uwekaji wa silaha. Israeli tayari hakuna analolitekeleza kuanzia hapo mwanzo, na ndio maana unaona Hamas walivyoambiwa kuwa mtaweka silaha chini, haraka wakasema ni sawa, lakini turudi kwenye vifungu kuwa kuna utekelezaji ambao unatupeleka sisi tuweke silaha chini. Sasa lazima uwajibike. Unasikia kauli inatoka kwa waziri mkuu wa Israeli kuwa hatutotekeleza kuondoka mpaka pale Hamas watapeleka silaha chini. Maana kuwa wamekwenda mwisho kabisa badala ya kuanzia mwanzo. Na unaisikia bodi ya amani inazungumza hivyo kuwa ni lazima Hamas waweke silaha kwanza kabla Israeli kuondoka. Sasa wale waliosimamia nchi za Kiarabu ambao zilidhamini yale makubaliano wanarudi kwa Trump, wanamwambia kuwa kinyume na makubaliano ya awali, kwa sababu vifungu 20 vimewekwa kwa utekelezaji wa awamu. Sasa kwa nini tunaenda awamu ya mwisho kabla ya kupitia awamu zilizoainishwa? Sasa ndio maana una ugumu wa Israeli, wanagoma kuingia kwenye makubaliano ya awamu ya pili, kwa sababu makubaliano ya awamu ya pili ndio yanatoa ile idhini kuwa vikosi vya Israeli vianze kuondoka Gaza, vikosi vya Israeli vijiepushe na maeneo, ujenzi mpya wa Gaza upatikane. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo ni magumu kuyatekeleza Israeli ili Hamas waje kumalizia. Naam, Bwana Bandio, nizungumzie swala hili ambalo licha ya makubaliano ya usitishwaji mapigano, Israel imeendeleza mashambulizi huko Gaza na inaarifiwa kwamba watu zaidi ya 1200 wameuawa. Lakini vile vile Israel imeanza kujenga ukuta mrefu ndani ya ukanda wa Gaza katika eneo linalodhibitiwa na jeshi lake. Yote haya yanatoa taswira gani?
Taswira ni ile kwamba nadhani ndo hawana mpango thabiti wa kutaka kuondoka. Bado ile dhana ya kwamba wanataka waimiliki, wanataka wawe na umiliki, wana control katika eneo hilo, nafikiri ndio kubwa zaidi. Na pengine ndio watu waamini kwamba ndio msimamo ambao wamekuwa nao kwa muda mrefu. Na ndio maana sasa hivi unaweza kuona kama alivyosema Kakarabi, licha ya Hamas kuonekana kukubali vipengele ambavyo watu wengi bado wanaamini kwamba vinaegemea na kuipendelea Israel, bado kile kidogo swala kwamba muondoke tu katika ile eneo, hicho ni kikwazo ambacho sidhani kama Israel wako tayari kukitekeleza, hasa katika kipindi kuelekea kipindi cha uchaguzi. Kwa tunachotambua, tunachoona hapa ni kwamba msimamo wa hafidhina katika serikali ya Benjamin ya Bibi Netanyahu ni huo kwamba wanataka waendelee pale, wanataka kuendelea kuwa na umiliki katika ile eneo, na huoni mpango halisi ama njia nia thabiti ya kutaka kuondoka. Kwa haya mambo mengine yamekuwa ni kama kisingizio, na sasa wamepata nafasi ya kuambiwa ondokeni, alafu watu wataweka silaha chini, ambalo lilikuwa ni ombi lao kubwa, lakini bado hawezi kukubali, kwa sababu sasa tunaanza kuona kwamba pengine nyuma ya pazia mpango wao ni kuendelea kumiliki, ni kuendelea kuwa wakazi na kuendelea kujenga kama ambavyo wamekuwa katika eneo ambalo ni la Palestina. Naam, nikirejea kwako Bwana Rahbi, wakati huu vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vikiwa havijafahamika hatima yake, unafikiri kuna dalili yoyote kwamba pande hizi za vita zinaunganishwa pamoja, hasa kutokana na washiriki na wahusika wake? Kuna wakati ni vigumu kutenganisha, lakini kuna wakati tunaona kama kuna ulazima inalazimishwa itenganishwe. Kitazama mgogoro mfano wa mgogoro wa Israel na Lebanoni, tumeona kwa nguvu kubwa umelazimishwa kutoka kwenye makubaliano ya msingi ya mgogoro wa Irani, licha ya kuwa usitishaji wa awali kabisa uliosimamiwa na Pakistani uliunganisha Lebanoni kwenye hili. Sasa hapa katikati ya usitishaji wa MOU ile ya vifungu 14 wakati inaendelea, tuliona taarifa ambayo ilitoka upande wa Irani baada ya taarifa nyingi kuzungumzwa kuwa kama Irani ilikuwa imewasahau watu wa Gaza, na ikaonekana kuwa Irani walisema kuwa katika awamu ya pili ya mazungumzo yao na Marekani watawasilisha ujumbe wao hasa kuelekea upande wa Gaza, na hatukuona hayo mazungumzo kwa sababu mazungumzo yalivurugika yakachafuka. Kwa hiyo ukichukua nadharia ya Irani ambao wamekuwa wakielekea upande wa Gaza, utaona kama kuwa jukumu lao bado linabaki vile vile, licha ya kuwa wanacheza nje ya uwanja mara nyingine kushinikiza. Na utaona kuwa Marekani na Israeli wamekuwa wakijaribu mara nyingi kutenganisha matatizo ya hizi pande zote mbili ikiwemo Lebanoni, na ndio maana unaona kuwa kuna simulizi mpya inaendelea kati ya mazungumzo kati ya Israeli na Lebanoni kuondoka kule kusini na kupeleka vikosi vya kimataifa vikakae pale pamoja na vikosi vya Lebanoni vikashikilia nafasi ambazo Israeli anaondoka. Lakini hii yote inaakisi kwenye shinikizo ambalo mara nyingi linatumwa na Irani kupelekwa kwa Marekani dhidi ya washirika wake. Kwa hiyo kuna wakati tutalazimishwa kuonekana kuwa hii migogoro yote haiconnecti mgogoro mkubwa wa Irani, lakini ukweli kuwa chini ya meza huu mgogoro unaunganisha vitu vyote, na kuna mashinikizo ambayo ya Irani inapeleka chini kwa Marekani kuhakikisha kuwa hawa washirika wake wote wanabaki kuwa salama wakati mgogoro mama ukimalizwa kati ya Irani pamoja na Marekani. Ndio, Bwana Bandio, kwa uchache kabisa, kumekuwepo na maswali yanayoulizwa kuhusu uhalali wa mamlaka hii ya bodi ya amani itakayosimamia utekelezaji wa mpango huko Gaza, ikizingatiwa kwamba baraza hili halina msingi wowote katika sheria za kimataifa wala mkataba unaofafanua mamlaka yake. Unadhani kwamba huko mbeleni hakuwezi kuwepo mkwamo wa kisheria? Ya, nafikiri unaweza kuwepo. Kwanza tuzungumzie tu kwamba kuna azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, azimio la 2803 la mwaka 2025. Hilo ndio nafikiri pekee ambalo limeipa uhalali kidogo kuwepo kwa bodi. Lakini unapokuwa na mwenyekiti ambaye anakuwa ni mwenyekiti wa kudumu, mwenyekiti wa maisha, ambaye ni kama vile pia ana haki ya kusema chochote na ana nguvu zaidi ya kura za turufu katika, na hapa namzungumzia Trump ambaye ana mahusiano ya kibinafsi na manufaa na nchi ya Israel pamoja na kile kinachoendelea. Hapo ndio ambapo watu wanaanza kufikiria, na nini kitatokea iwapo Trump hayuko madarakani? Nini kitatokea iwapo Trump amefariki? Nini kitatokea iwapo chochote kinamkuta Rais Donald Trump hivi sasa kuweza kushindwa kuendelea na shughuli zake, kwa sababu hakuna msingi mzuri wa kuonekana kabisa kwamba wanatekeleza nini, vipi na kwa ajili gani. Nguvu ziko kwa mwenyekiti, na vipi akiingia mwenyekiti mwingine, mtazamo mwingine. Kwa hiyo ndipo ambapo wasiwasi upo hapo kuhusiana kwamba sasa hivi kitu kinaanza, pengine kina nia njema, lakini kufanya jambo jema kwa namna mbaya inaweza ikafanya jambo lile likawa baya. Kwa hiyo kuna namna ambayo watu
watu wanafikiri kwamba tayari umeshatengeneza hiki ambacho imetengenezwa, kwa nini usirudishe kwenye Umoja wa Mataifa? Lakini Trump hatofanya hivyo kwa sababu lengo la kuanzisha hili kwa ni pamoja na kuinyonga Umoja wa Mataifa ili jina lake libaki katika hadhi ya watu ambao wameleta suluhu. Kwa hiyo wasiwasi upo na uwezekano wa kuwepo na mkwamo wa kisheria huko mbele ni mkubwa sana. Nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari ya muda huu kutoka mashariki mwa DRC, vile pembe zote za dunia. Basi tukutane katika taarifa yetu ya habari za jioni. Asante.